Pia mkurugenzi wa Hope for Girls and Women Tanzania. Madam Doctor, chairperson of the Foundation of Ophthalmologists for Africa Foundation. Daktari wetu wa macho. Representatives of the police. Wawakilishi toka idara ya polisi. Their father Wojtek. Baba Paroko Wojtek. And our guests, and first of all, maybe I should greet our girls. Pamoja na wageni wote, lakini cha kwanza angependa kuwasalimu mabinti wote. I would like to thank you very much for your amazing hospitality and for the gift, and also for this very interesting like a series of performances. I enjoyed it. Kwa makaribisho na ukarimu mzuri, lakini pia kwa zawadi nzuri ambazo mmenipatia, lakini pia kwa vicheko mbalimbali ambavyo mmeonyesha. And I must say that I've seen here a lot of joy, a lot of laughter, which normally you wouldn't expect to see in such a place. Yes, I've seen a lot of joy, a lot of smile, which normally you wouldn't expect to see in such a place. Amepata fursa ya kipekee kwa kweli kufurahia, kucheka, ambapo kwa wengine sio rahisi kupata fursa kama hii. Kwa hiyo amefurahi sana. Which makes me think that this is a very important place here, and we are really glad, I mean, the government of Poland, that we can support this place, which does a lot of good for victims of gender-based violence. Na amesema kwamba hata wao amepata faraja, lakini pia ameona kabisa kwamba msaada huu kutoka Poland ni msaada ambao kwa kweli ni sahihi kabisa kuwafikia Hope for Girls na hasa nyumba salama hapa Kutiani. Polish Aid, which also you can see here, it's a development. Through Polish Aid, the government of Poland provides development assistance, and it's important to say that our funds are quite limited. This is why we have to be very picky regarding which projects we choose and with whom we work. Anasema kwamba Polish Aid, kama tunavyoona ndugu yangu hiyo hapo, kupitia serikali ya Poland wanatoa misaada, lakini wanakuwa makini sana kuchagua aina ya miradi ya kusaidia, na ndio maana sasa wako makini sana. Kwa hiyo wanasaidia shughuli za maendeleo ya jamii kupitia miradi mbalimbali, lakini wako makini sana kuchagua ni aina gani ya miradi ambayo wanaweza kusaidia. Yes, and this is why we are here today, because we know that working with Mama Robi, working with Father Wojtek, with amazing staff here, and of course with Foundation Kebakari, it always should be like well spent money, and it will be very efficient with some limited funds. What we can achieve, it will be always done in a very efficient way. Anasema kwamba na ndio maana leo tuko hapa, kwa sababu huu mradi ulichaguliwa na wamefurahi sana, na anapongeza ushirikiano mzuri ambao umefanyika, na mradi umetekelezwa vizuri, majengo ni mazuri. Kwa kweli ni mradi ambao unafurahisha, yani ni wa kufurahia, na kwa ushirikiano mzuri anashukuru pia Foundation Kebakari, lakini pia Baba Paroko Wojtek pamoja na wadau wote ambao wameshiriki kuhakikisha kwamba huu mradi unafanikiwa. Na Mama Robi mkiwa hapa. Mabinti wa sasa. And just to finish by saying that gender-based violence is a very complex issue,
which to tackle this issue, many actors have to work together, and it's good that I can see here the members of the local government, the police, the judiciary, and of course your amazing team, and us, and only by working together, by creating like the right network, we can tackle this issue, which is not only, obviously, it doesn't only exist in Tanzania, but all over the world. Ameendelea kwa kusema kwamba ukatili wa kijinsia ni tatizo, sio Tanzania peke yake, hata ulimwenguni pia katika nchi nyingine, lakini ni tatizo ambalo ili tuweze kulimaliza tunahitaji ushirikiano na wadau mbalimbali. Ndio maana amefurahi kuona hapa polisi, ofisi za dawati, lakini pia mkuu wa wilaya yupo, lakini pia mahakama, kiongozi wa mahakama yupo, pamoja na viongozi mbalimbali. Tukishirikiana kwa pamoja, basi tutaweza kuondoa ama kupunguza vitendo vya ukatili wa kijinsia katika jamii. And of course, I forgot to mention that the church, which is also very important in this fight against ameongezea kwa kusema kutaja kanisa, na ndio maana nasema wadau wengine. Kanisa ni moja ya wadau ambao wako mstari wa mbele pia kusaidia kupambana na ukatili wa kijinsia. So thank you again very much for your hospitality and for this amazing evening, and I wish you good luck. I hope that the smile won't leave your faces, and that you will still enjoy your own company, because I see that it's a happy house here. And yes, thank you very much again, and hope to see you on another occasion. Anapenda kuwashukuruni sana kwa ukarimu wenu, lakini pia kwa makaribisho mazuri, lakini pia kwa jinsi ambavyo mmetengeneza furaha, mmecheza vizuri, mmeperform vizuri. Amefurahia, lakini anawashukuru sana, na anapenda kusema kwamba basi siku nyingine tutaonana tena katika matukio mengine. Asante sana.